kufuatilia, kuibua mijadala, kutoa hoja na mapendekezo, kunaipa imani tume kwamba haikukosea kuwateua katika nafasi zilizonazo. Hongereni sana. Lengo la mafunzo. Ndugu washiriki wa mafunzo, kama ilivyoelezwa wakati wa ufunguzi wa mafunzo, lengo la kuwepo kwa muda wa siku 2 ilikuwa ni kukumbushana majukumu yenu ya usimamizi na uendeshaji wa uchaguzi ngazi ya kituo, majukumu ambayo baada ya uteuzi wenu sasa mnaowajibu kutekeleza kwa niaba ya tume. Katika mafunzo haya mmepitishwa katika maeneo mbalimbali ambayo sio mageni kwenu, lakini hapo maeneo mapya yaliyotokana na kuanzishwa kwa sheria 2 mpya: sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani namba 1 ya mwaka 2024 na sheria ya tume ya taifa ya uchaguzi namba 2 ya mwaka 2024. Maeneo mapya ambayo natumaini mmeyaelewa kwa kutaja machache, mfano: kuruhusu wapiga kura walioomba na kuruhusiwa kupiga kura moja ya rais katika vituo vitakavyokuwa vimepangiwa, kusimamia uchaguzi katika vituo vilivyopo kwenye magereza, mambo ambayo hayakuwepo kwenye sheria zilizopita na hakuna mwenye uzoefu nayo. Ndugu washiriki wa mafunzo, mtatakiwa kuyatafsiri mafunzo haya kwenye usimamizi wenu wa zoezi la kupiga kura, kuhesabu kura vituoni na kubandika matokeo ya uchaguzi kwa mujibu wa sheria. Endapo kuna changamoto zitakazojitokeza, mnapaswa kuwasiliana na msimamizi msaidizi wa uchaguzi ngazi ya kata au jimbo ili kuweza kushughulikia changamoto hizo. Matumizi ya vifaa, ubandikaji wa mabango na orodha ya wapiga kura. Ndugu washiriki wa mafunzo, natumia fursa hii kuwaeleza kuwa mnapaswa kutunza vifaa mtakavyokabidhiwa na kuvitumia ipasavyo. Ubandikaji wa mabango ya kituo ni kwa mujibu wa sheria na kanuni zinazosimamia uchaguzi. Hivyo ni wajibu wenu kuhakikisha mabango yanayotakiwa yanabandikwa vituoni na yanabandikwa kwa usahihi ili kuepuka ukiukwaji wa masharti ya sheria na kanuni za uchaguzi. Kutokana na jukumu hili, kama nilivyosisitiza kwenye mjadala wa ufunguzi, mnapaswa kufika katika vituo vya kupigia kura mapema iwezekanavyo kutegemeana na jiografia ya eneo husika. Sisi kama tume tumejipanga kuhakikisha tunawasafirisha pamoja na vifaa husika kwa utaratibu mzuri na kwa wakati. Utunzaji wa siri. Ndugu washirika wa mafunzo, kabla ya kuanza mafunzo mliapa kiapo cha kutunza siri. Kiapo hiki kipo kwa mujibu wa kanuni ya 8 ya kanuni za uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani za mwaka 2025. Ukiukwaji wa kiapo hiki kwa kwanza kutoa taarifa za siri ambazo tume haikukupa maelekezo ya kuzitoa katika utekelezaji wa kazi zake, maana yake utakuwa umetenda kosa chini ya sheria na utawajibika kwa kosa hilo. Hivi sasa yapo makundi sogozi ya WhatsApp. Jitahidini katika kipindi hiki myapunguze ili msije mkakosea kutuma taarifa ya aina yoyote katika makundi hayo ambayo hayatakiwa kutumwa huko. Hitimisho. Ndugu washiriki wa mafunzo, na hitimisho hotuba yangu ya kufunga mafunzo kwa kuanza mambo machache. 1. Kuzingatia muda wa kufungua na kufunga kituo cha kupigia kura. 2. Kufanya kazi kwa uzalendo na weledi. 3. Kufanya kazi kwa kushirikiana bila kusahau kuwa msimamizi wa kituo ndiye msemaji wa mwisho katika kituo cha kupigia kura. 4. Kuwa na lugha nzuri na kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum watakapofika kituoni. 5. Kuhakikisha kuhakiki vifaa vya uchaguzi mara tu utakapokabidhiwa na kutoa taarifa haraka kwa msimamizi wa uchaguzi ngazi ya kata au jimbo iwapo kuna upungufu. Baada ya kusema haya, natamka kuwa mafunzo haya ya siku 2 ya wasimamizi wa vituo na wasimamizi wasaidizi wa vituo ya kupigia kura yamefungwa rasmi.